Ni siku ya Jumanne asubuhi ya leo, siku ya pili ya wiki, ambapo mtazamaji ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ni matumaini yangu ya kwamba uliweza na kuamka ukiwa salama na umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Anjalishi usiku maybe ulikuwa namna gani, ulikuwa na uzito fulani, uliweza na kukosa amani kwa wakati mmoja, lakini neno la Mwenyezi Mungu tuambia kwamba furaha inaweza kukosekana, usiku unaweza kuwa mkubwa sana, mafikira yakawa mengi, lakini furaha asubuhi yake ikaweza na kupatikana. Hivyo basi usije ukaona kwamba yale ambayo maybe uliweza na kuyapitia hiyo jana, maybe usiku wako ukawa au kuwa na amani kabisa au kupumzika vilivyo, ukaona kwamba ni kama utashinda vile. Hapana, amini kwamba furaha itaweza na kupatikana, itaweza na kukurudia. Basi asubuhi ya leo ninakukaribisha katika hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka, kipindi ambacho utubariki, kipindi ambacho mtumishi wa Mwenyezi Mungu utuombea ili furaha ikaweza na kurejea tena, mapenzi ya Mwenyezi Mungu yakaweze na kutendeka ndani ya maisha yetu, na pia siku yote ikawe ni ya baraka. Na huwa anatupiana mbele za Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu akatutangulie, Mwenyezi Mungu akaendelee na kutunenea ndani ya mioyo yetu. Karibu sana tukaweza na kuendelea na kubarikiwa pamoja. Sio mwingine ambaye tuko naye bali ni Pastor Ruth Sami kutoka kanisa la ABC Katangi. Karibu. Kwa mara tena, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Undugu TV, naja kwako nikikuwa mkuu katika jina la Yesu Kristo. Ujambo? Natumai ujambo. Kwa hivyo nakukaribisha mara tena kwa ajili ya neno la Mungu ambayo tutaipata siku ya leo, ikikumbusha ya kwamba kila siku huwa na mpango wake. Huenda ikawa siku ya leo Mungu amepanga maandiko ya siku ya leo ni kwa ajili ya yale unayoyapitia. Kwa hivyo naomba tusome katika kitabu cha waraka wa Yakobo, sura ni ya 5, mstari ni wa 7, na nitasoma mpaka 11. Na neno la Mungu linasema hivi: kwa hiyo ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima ungoja mazao ya nchi yaliyo ya dhamani, uvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Nanyi vumilieni, mudhibitishe mioyo yenu, kwa maana kuja kwake Bwana kuna karibia. Ndugu, msinungunikiane, msije mkahukumiwa. Angalieni, mwamuzi amesimama mbele ya milango. Ndugu, watoeni manabii walionena kwa jina la Bwana, wawe mfano na kustahimili mabaya na waovumilivu. Angalieni, twawaita heri wao waliosubiri. Mmesikia habari ya subira yake Ajubu. Mmeona mwisho wa Bwana ya kwamba Bwana ni mwingi wa rehema, mwenye huruma. Tuombe ni kwa ajili ya neno. Mungu mtakatifu, nashukuru jina lako pamoja na kulihimidi jina lako kwa wakati na saa hii, Mungu mwema, ambapo nimesimama kwa ajili ya watu wako na kwa ajili ya neno lako, ili niweze pia kusemesana nao wanapotazama na kusikiliza
Yesu Kristo, wasikie kutoka kwako, nami ukaninenee. Jehova Mungu, nikanene yale unaona yanastahili uliyoyapanga tangia mwanzo. Bwana, uwe pamoja nasi, tukimaliza tuweze kukushukuru. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Lengo ambayo tutalitoa mahali pale katika hicho kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 1 hadi 11 ni kuvumilia wakati wa mateso. Ninaweza sema tu ni kuvumilia, lakini nimekuwa specific wakati wa mateso. Na lengo ambayo imekuja kwetu ni jambo ambalo tumelizoea, limekaa sana ndani ya mioyo yetu na ndani ya mafikira yetu na rohoni zetu. Lakini inapokaa, tunapojisomea, tunapohubiriwa, tunapoatafundishwa, tunapokumbuka hii neno mara kwa mara, huwa tunashindwa wakati wake ukifikia wa kutekeleza. Kwa hivyo ndio nimekuja siku ya leo tuweze kuangalia, tujue ni kwa jinsi gani tunaweza kutimiza na ni kwa muda upi. Kwa hivyo kama vile tunajua, tukisoma hayo maandiko, Jacob mwenyewe ndio aliandika, akaandikia Wakristo, na aliwaandikia akiwaonyesha lazima wakiwemo humu duniani watakutana na majaribu na mateso. Kwa hivyo kule kuvumilia, ningependa kusema ya kwamba jambo la kwanza, watakatifu wa Mungu watangoja kuvumilia, ama watavumilia mpaka lini? Ujiulize na pia nami nijiulize. Tutavumilia mpaka lini? Ndio neno linasema tunapaswa kuvumilia kukiwemo na majaribu na mateso na mambo mengine mengi ambayo hayatafurahisha mioyo yetu. Kwa hivyo tutangoja mpaka lini? Biblia inatuambiaje? Tutangoja mpaka siku ya kurudi kwake Yesu Kristo. Ndio umeanza kujiuliza, mpaka siku ya kurudi kwake Yesu Kristo, vile mimi ninaumia moyoni mwangu, mwilini mwangu, vile mimi hawa watoto wamenipatia stress nyingi hivyo mpaka Yesu arudi. Ndio mpaka Yesu arudi. Biblia inasema ya kwamba, mtazamaji, Yesu juaja upesi. Bwana Yesu asifiwe. Upesi wake hatujui ni leo, kesho kutwa na hata kuendelea mbele. Kwa hivyo unapaswa kuvumilia, na ujue kule kuvumilia hakuna limits. Hakuna siku na ama wiki ama miezi ama miaka imewekwa ya kuvumilia, ni mpaka siku ya kurudi kwake Yesu Kristo. Kumbuka Biblia inatuambia katika kitabu cha Waebrania ya kwamba yeyote yule atakayevumilia mpaka siku za mwisho, yule ndio atabarikiwa. Kwa hivyo unapoacha kuvumilia, unaposhindwa na kuvumilia, kwa hivyo utaki kumungoja huyu Yesu Kristo, na utaki hizi baraka za Yesu Kristo atakapokuwa akija kunyakua kanisa. Kwa hivyo endapo ni majaribu, hata ikiwa ni ya aina gani, uwe umeachwa na mume wako, uwe umeachwa na bibi yako, uwe umeachwa na watoto wako, na umebaki kama vile Ayubu, kama vile Biblia tumesoma pamoja nawe ya kwamba Ayubu watu wake waliisha safari moja, na hata chochote alikuwa nacho kikaisha, na akambaki na bibi yake. Bibi yake akamwacha Mungu, manake alimwambia amtukane huyu Mungu na afe, maana pia alikuwa amenguzwa mwili wake. Lakini Ayubu katika hayo majaribu, unajua vizuri sana ya kwamba alijaribu kuvumilia pamoja na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nakuwa
utamkua, iwe ni asubuhi wakati ule utasikiliza hii neno, iwe hata ni jioni, hata ikiwa ni wakati upi. Ndugu yangu, kusema jambo ni rahisi sana, kuambia wengine vumilia ni rahisi sana, lakini itakapofika kwangu na kwako tunashindwa. Na kuambia na kukuhubiria asubuhi ya leo ama wakati huu nikikwambia ujitayarishe na ungojee majaribu. Kwani naye mtumishi wa Mungu alisema nini kuhusu majaribu? Tunaposoma katika hiki kitabu cha Yakobo sura ya 1 na mstari wa 1 na wa 2 hata wa 4, Yakobo mwenyewe ndio alikuwa ameanza kuandikia Wakristo. Ameandika akasema ya kwamba tuone kuwa ni furaha kuu, ambapo wamesema hapana, penye nimekaa saa hii, penye ninaumwa saa hii, hata siwezi nikaelewa tuko siku gani, na unaniambia nikiwa hivyo ni hesabu ni furaha kuu. Ndio ninakusi nikikwambia hesabu ni furaha kuu, kwa maana Mungu mwenyewe hata kutua penye huko. Katika jina la Yesu Kristo usimame, katika jina la Yesu Kristo asimamishe maumivu na aweze kukutibu, akutibu mwili na atibu moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mahali popote uliko, hata ikiwa ni majaribu ya aina gani, hata ikiwa bibi wa mwingine amepigwa, ametukanwa, amefukuzwa, ukienda tu na safari yako, ukisema naenda kwetu, ukisema hata mimi naenda kufanya kazi, kwani kitambulisho niko nacho, kwani nguvu niko nazo, tafadhali dada yangu jaribu kuvumilia. Ni kwa maana hata mume wa mtu ni wa maana sana. Bwana Yesu asifiwe. Uhesabu kuwa ni furaha na urudi msameane nyinyi kwa nyinyi, na mkisameana ule uvumilivu utaonekana na utakuwa umefanya kazi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nakusi, manake mtumishi wa Mungu alisema na akaandika tuhesabu kuwa ni furaha kuu, na kupea maneno matatu yale ambayo yanaletwa na kule kuvumilia. Unapovumilia utakuwa umekuwa katika imani, ama utakuwa katika imani. Ukivumilia, Roho wa Mungu anakufundisha mengi, anakutia moyo, hakika anakuonyesha njia mahali ambapo hapana njia. Kwenye kuna giza huwa analeta nuru. Kwa hivyo kuvumilia, utaweza kukua kwa imani. Hivyo ni kusema katika jina la Yesu Kristo, vumilia ndiposa imani yako iweze kukua. Namba 2, utakuwa mkamilifu. Endapo utaenda kuvumilia, utakuwa mkamilifu katika maandiko mbele ya Mwenyezi Mungu. Utakuwa mkamilifu na watu hata watafurahia na watasherehekea uwe uvumilivu wako, na bila shaka ukivumilia hayo yote Mungu ataweza kutenda. Na jambo la mwisho, utakuwa mtimilifu wa mambo yote na neno la Mungu. Mtimilifu ni mtu yule anayetii na kutenda. Kwa hivyo mbele ya Mwenyezi Mungu utakuwa mtimilifu kulingana na lengo yetu ya siku ya leo. Ile ni kuvumilia wakati wa mateso, wakati wa majaribu, wakati wa shida. Kuvumilia hata ikiwa ni mambo mazuri, uvumilie, na ukivumilia Yesu Kristo ata-intervene na atakuinua na atakubariki, na haya mambo yale tumetaja hapa kwako yatakuwa ya manufaa, na utafunza wengine, na hakika utakuwa umekuwa mhubiri wa Mungu na utabarikiwa. Bwana na alibariki neno lake. Amina. Tuombe. Ni asante Mungu Baba mwenye enzi, tukikushukuru ni kwa ajili ya neno ambayo imekuja kwetu ya kuvumilia. Mungu wetu,
Huwa mara nyingi tunasema kuvumilia, kutaja tuvumilie, lakini wakati unapokuja kwetu huwa tunashindwa. Kwa hivyo naombea ile siku ya kushindwa, Mungu mwema ukaweze kutujulisha na utume Roho wako Mtakatifu, tusije Mungu wetu tukakaa kama wale hawana imani na ambao sio watimilifu. Tusaidie ili mapenzi yako yakatendeke na neno lako likatimia kwetu. Naomba haya yote na ni kwa ajili ya Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu tunaomba. Amen. Mtazamaji umbarikiwe. Kuvumilia wakati wa mateso. Tuvumilie. Maana kile ambacho umeweza na kupatana nacho hakitadumu, hakitakaa milele kwako. Lakini ipo siku, kuna wakati kitaweza na kupita. Hivyo basi kuna haja ya kuvumilia. Kama vile ambavyo hata mkulima, wewe ninajua kwamba uliwahi kupanda kitu. Wakati ambapo umepanda, unavumilia mpaka pale katika ule mchanga uliweza na kukiweka pale, mpaka zifike pale, yani zioze, ili zikaweze na kuchipuka, zikaweze na kumea. Kumbuka kwamba step 1 ziliweza na kuoza. Hilo linakufundisha nini? Tuvumilie, tuvumilie. Unaweza kupitishwa mahali ambapo hata na wewe unaangalia hivi, unajiuliza maswali, lakini ni kwa muda tu. Hayo ni mapito. Tuvumilie na tuamini kwamba Mwenyezi Mungu ataweza na kututoa pale. Na imani yetu, wakati ambapo tunavumilia, imani yetu inajengwa. Imani yako inajengwa. Usione kwamba Mwenyezi Mungu amekutupilia mbali. Usione kwamba Mwenyezi Mungu amekusahau. Hapana. Yuko bado pamoja nawe, anakuongoza. Na kama sio kwa nguvu zake, ungefika mahali ambapo umeweza na kufika. Furahia hayo yote, yafurahie. Na hata kama kuna mtu ambaye ameweza na kukutia katika majaribu, mfurahie pia. Maana kuna kitu Mwenyezi Mungu anakiandaa ndani yako. Na utaweza na kuchipuka tena ukiwa na nguvu nyingi. Maana Mungu yuko pamoja nawe. Kuwa na wakati mwema, kuwa na siku njema. Mwenyezi Mungu akutangulie. Yote ambayo umeweza na kuomba mbele zake, yote ambayo unaweza na kuwa unayapitia, unalia kila wakati, Mwenyezi Mungu akakupanguze machozi. Mwenyezi Mungu akakuongezee nguvu, na matumaini yako na imani yako isije ikatoka kwake. Bye bye.